Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Wana Simba. Umewahi? Yaani nimewahi mapema kabisa kwa sababu kwanza tumekuja katika uwanja wenye historia kubwa sana ya klabu ya Simba. Ni uwanja ambao Simba Day ilianzishwa 2009. Ikiwa na mgeni wa heshima alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ndio alikuwa amefungua Simba Day hapa katika uwanja Uhuru. Na mechi ya kwanza tulicheza kati ya Simba na Villa. Villa. Goli la Simba anafunga ile aliyecheza. Kumbukumbu. Na katika uwanja huu wa Uhuru ambao Simba Day inaanza hapa, waliingia watu kama tuseme kama 1400 tu, walikuwa wachache sana Simba Day. Na mtangazaji na MC wasio alikuwa ni kipindi kile alikuwa ni Haji Manara. Na ndio alikuwa anatangaza wachezaji pale. Sasa kuna watu wanadai kama wenyewe walikuwa kwenye Simba Day wakati sisi ndio toka tunaanza katika uwanja huu ndio sio wa kwanza sisi. Kwa hiyo tumerudi nyumbani. Unadhani kwa msimu huu itakuwa ni tamasha la namna gani ukizingatia ni imerudi nyumbani kwenye uwanja wa Uhuru, lakini pia namna ambavyo usajili umefanyika? Kuliko la World Cup. Kuliko la World Cup. Yaani Simba Day ya 2020 World Cup 2026 27 kuliko la World Cup. Lile ambalo kina Bana Boy si na Shakira wamepata. Yaani tunafunika. Sisi watu wa kazi chafu tunafunika. Sio tunataka kufunika kabisa sisi. Yaani kwanza uwanja wenyewe, yaani uwanja mdogo tu uwanja huo. Kwa sababu Simba Day mwaka huu watu wataka kuingia zaidi, watu karibu hata milioni tungejazana kwenye Benjamin Mkapa. Kwa sababu tayari tumeshajitengenezea sisi yani sisi tumeshajitengenezea brand yetu. Yaani sisi mwana Simba aina yote yani hapigii kelele sana kwenda kukata tiketi, umesia. Sisi ni mamwiko pale, yani mpaka atakwenda kumuona pa Komizizo kwenye mpaka GSM awalipie hela. Sasa hao watu hao. Yaani sisi tumekata 20,000 na tiketi leo yani sijui niseme nini hapa. Na unadhani leo itakuwa ni siku ni kama ya kujisafisha kuelekea dabi ya Kariakoo kwenye ngao ya jamii? Sisi kwanza sisi hatuna hofu na hiyo dabi. Sisi kwanza tunashughulika na mambo ya Simba Day yetu hapa, kuja kuona wachezaji ambao maingizo mapya. Tumeona kina Ibrahim Dombia, Victor Osimhen. Watu wanadai maneno mengi sana, lakini kwenye pre-season nimesia pre-season mimi nachojua mimi mpira unaendeshwa kisayansi. Unajua watu wengi zaidi wanakuwa hawako kisayansi, umeelewa? Ndani pre-season kuna karibu hata kama wiki 4, umeelewa? Wiki la kwanza yani pre-season inakuwa ni kocha wa viungo peke yake ndio anakuwa anadili sana na wachezaji, umeelewa? Wiki la kumalizia labda kocha mkuu anataka akaunda labda mbinu tu za hapa na hapa, umeelewa? Lakini ukubwa wa pre-season kwanza kwenye mazoezi magumu. Klabu ya Simba iliamua kuondoka hapa kwenda Kagame. Kwenda kukaa na wachezaji yani si baka, kwa sababu ndio Simba Day yake ya kwanza na pre-season ya kwanza kwenye Simba, lazima akae kwa muda mrefu sana na wachezaji awasome. Na ile ni kifupi unaweza kusema ni kama zugia tu. Yaani inazuga na muziki wenyewe anaenda kutandikwa mtu, sio amemleta ngoma huyo. Alipigwa ngoma, Donald Ngoma alipigwa, ngoma yake ikapasuka akaondoka. Sasa mleta Fred Ngoma. Tarehe 12 tunaenda kupasua ngoma. Yaani tarehe 12 ngoma inaenda kupasuka. Amani na historia ya amani kwa faida hata nyuma mwiko. Anataka kukata maji aende Zanzibar asiende. Kwa sababu historia ya uwanja Amani haijamwacha salama Yanga. Wote kwa mezalio yeye ushapata historia ya nini? Yaani Simba kafungwa na Yanga uwanja Amani. Wacha wajidanganye. Wamechukua kivuli cha Shalulile. Watu wamemwona Sholo Mwamba sio Shalulile. Kwamba yule ni Sholo Mwamba tu yule. Bana, hajaisha kiasi. Sholo Mwamba ana goli ngapi? Ana assist ngapi? Subiri leo tunaona yani kuna jambo linalo kufanyika hapa, yani dunia nzima itatikisika. Dunia nzima. Kwamba Dumbe na Shalulile ni moto wa kuotea mbali. Hawalingani hata hiyo. Nani? Dumbe na Shalulile. Kinda mdogo kabisa ni Ibrahim Dombia ana miaka kama 22. Kwa taratibu za nchi ya Tanzania haruhusiwi kupiga kula huyo Dombia. Ibrahim Dombia. 22 haruhusiwi kupiga kula? Yaani kwa taratibu zake si mgeni haruhusiwi kupiga kula. Mdogo, kinda mdogo. Shalulile ana miaka mingapi? Chukua clip ya Yanga na Mamelodi Sundowns. Shalulile yuko ndani. Alipiga on target ngapi? Kakamata na Ibrahim Baka mtu yani mtoto mdogo tu Ibrahim Baka. Sasa pale kuna Ismail Oliveira Tule. Unajua nani huyo mwamba huyo? Usimesha muona. Kuna Lucien Diloko. Au nikupangie kikosi hapa? Nipangie baba. Namba 1 Kasali.
Fullback namba 2 anakwenda nani, Chilambo, Nathaniel Chilambo ambaye ni beki ambaye kilaka. Mimi nimemwona toka alivyokuwa Ruvu shooting ya kina Masalubile. Toka anapanda umri wake kwanza miaka 18 10 ngapi namfuatilia. Quality yake ya mpira iko vile vile kama alivyokuwa Nelson nani Kibabage. Fullback 3 Kibabage. Halfback 4 Tule. Olivera Tule. Kuna Tule mbovu. Labda Tule wa ndugu zetu. Yaani bwana, yaani sijui ni tuseme nini. Yaani wana babaika tu. Wakiona Simba akachukua Tule na wenyewe Tule. Wakiona mtu kavaa jezi wanampa nani majina tu ya Tule. Nimekwambia halfback 4 Ismail Olivera Tule. Center back Kitasa Lushine Diloko. Halfback namba 6 Machelano. Unamjua Machelano? Yusuf Kagoma. Sliding tackle anaanza katoka hapa mpaka nje ya uwanja kule. Yaani kuanzia hapa. Namba 7 tunampeleka mtu mmoja ambaye nani, yani anapelekwa nani, Anesant Oula. Nambari 8. Namba 8 pale unampeka Ino Jospian Luemba. 10 hapa Kratos Chama Mwamba Lusaka mwenye goli lake bora kabisa duniani ambalo finali za kombe la dunia zimepita, hakuna goli ambalo wamelilipa. Yaani dunia nzima ameshinda kulipa goli la Chama. Au wewe hujaangalia nani finali za kombe la dunia? Umeona kuna goli la Chama pale? Goli la Chama umeliona? Dunia nzima imeshinda kulipa goli la Chama. Na atalivunja yeye mwenyewe tena hapa nani tarehe 12 huko Zanzibar. Yeye mwenyewe atarudia tena. Namba 10 Victor Osimhen Ibrahim Dombia ambaye kwanza nakupa faida ya mwandishi kutoka hapa, usiseme ni nani, nakupa faida ya yule dogo yule. Kwanza anakupa vitu viwili kwanza, umeelewa? Kwenye kushambulia anakuwa yuko katika eneo la katikati mapema sana. Alafu ana usupport mpira. Nini maana kusupport mpira Ibrahim Dombia? Upate faida. Ibrahim Dombia ana usupport mpira na maana anaanza nyuma huku, anaenda kuchukua mpira pale, anaangalia timu yake jinsi wanavyopasiana mpira na mimi niwe katika eneo gani. Simuelewa mpaka hapo. Uwe ni mchezaji bora. Alafu tunavyoshambuliwa, Simba inavyoshambuliwa, unamkuta yuko halfback 4 pale. Hebu kuna mshambuliaji gani anani kama Shaulesa atapasuka damu tu jamani, atatema damu.